Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Sakep Safia Jongo, na mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini, Cornel Magembe, wameibua kero na changamoto wanayokumbana nayo watumiaji wa barabara baada ya kuwepo kwa taa mbovu za barabarani ndani ya mji wa Geita na maeneo mengine, huku wakieleza kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi hasa nyakati za usiku. Wakizungumzia changamoto hiyo katika kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Geita kilichoketi hivi karibuni, viongozi hao wamesema baadhi ya taa za barabarani zipatazo zaidi ya 300 katika mkoa wa Geita hazifanyi kazi na hazipaswi kuendelea kuwepo kwa kipindi cha muda mrefu, na badala yake zinapaswa kuondolewa kwani haziwasaidii watumiaji wa barabara. Ni swala zima la taa za barabarani, naomba niliseme hili na huwa linaniuma sana. Sijui kwa nini taa zetu za Geita zinakuwa na kideli. Sisi Wazaramo kunakuwa na kuku wale wanaumwa ugonjwa wa kideli. Kwa hiyo taa zetu za barabarani Geita zinaumwa ugonjwa wa kideli. Yaani zitawaka kuanzia saa 1 kisha fika saa 2 taa zimefifia. Sasa sijui ni aina ya mkandarasi. Mimi nimetoka mikoa mingi, naona kiingia tu unajua umeingia mjini. Taa zile za barabarani zinakupokea. Lakini mji mkubwa wa matajiri wa dhahabu, kiingia mjini hujui kama umeingia mjini, taa zina kideli. Kwa naomba wahusika mlichukue hilo, lakini sambamba na hilo, mitaa hii ambayo tunaiweka lami, wakati mnaweka lami basi tuweke na plani ya kuweka na taa za barabarani, kwa sababu tukishaweka tu lami huo mji unaongeza ukubwa, lakini shughuli za kibinadamu zinaongezeka. Watu wanaona sasa kuna lami, wanaweka biashara usiku, lakini hakuna taa na vibaka wana take advantage of the situation. Kwa hiyo naomba sana tunavyo plan mitaa hii TARURA kuweka lami, basi tuweke na taa za barabarani. Kuna hizi taa za barabarani, Mheshimiwa Mwenyekiti. Taa za barabarani pale ule mji wa Chato, mji maarufu, mji wa kiutalii, kwa maana ya mtu aliyelala pale. Kila Mtanzania, kila Mwafrika, kila hata mzungu kule wanatamani wakifika Tanzania, wakija Geita waende Chato wakaone alikolala Magufuli. Sasa taa zilizoko pale, Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ni changamoto. Taa zilizowekwa pale kwenye mji wa Chato mpaka leo ukipita kuzihesabu, ambazo hazifanyi kazi, zaidi ya taa 300 ambazo haziwoki kabisa, lakini unakuta zimewekwa barabarani na pale kwenye mji. Sasa kumekuwa na kurushiana mpira. Ukiwauliza watu wa TANROADS wanakuambia wao kazi yao ni kuweka taa. Wakimaliza kuweka taa, anayezifanyia service ni halmashauri. Lakini halmashauri na wenyewe ukiwauliza wanasema hizo taa hatukuweka sisi na wala hatukuwa kwenye mkataba. Sasa mimi ombi langu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu urasi yupo na ndio mkuu wa utawala wote walioko hawa wanaobishana, niombe Mwenyekiti kupitia kikao hiki taasisi hizi mbili zikutanishwe, wakutane TANROADS pamoja na mkurugenzi, ili wakubaliane mwenye jukumu la kuzifanyia ukarabati, ili taa zile ziendelee kutumika kama zilivyokusudiwa zitumike. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ukienda pale Chato usiku utaona kwamba kuna milingoti ya taa, lakini hakuna mwanga, haziwaki. Nikushukuru meneja wa TANROADS, umekuja mpya, labda hujakaa sana pale ofisini. Nimeambia mradi wa taa 350, kama sikusikia vibaya, wajumbe mtanisaidia, mkandarasi tunatakiwa tumlipe bilioni 5, au nimesikia vibaya? Taa 350 za barabarani. Sasa nikasema zaidi mara 2 ya gharama ya uwanja wa mpira kule Mbogwe.
ambao wenyewe una mataa mengi, umezunguka mpaka na usiku unawaka. Hizi hata nikashtuka mimi, mtoto wa mama ntilie, nikaona yamekuwa mengi. Na sisi Wasukuma mara tukionaga mengi mpaka huwa tunaogopa. Mtatusaidia kujibu kama mimi sikuelewa vizuri. Baada ya hapo, mwenyekiti, nikushukuru. Mimi ya kwangu yalikuwa ni hayo. Asante sana kwa kunipa muda wa upendeleo. Upande wa taa za barabarani, wajumbe wengi wameizungumzia, tukianza na Dasi, ameizungumzia mbunge wa Geita mjini, amezungumzia RPC na wengine wengi. Naomba nitolee tu majibu ya kwa pamoja. Taa za barabarani hizi kwa sasa zipo ambazo zipo kwenye miliki ya barabara ya TANROADS na zipo ambazo ziko kwenye hifadhi ya barabara za TARURA, na nyingi ambazo kwa sasa ni mbovu ziliwekwa na mradi wa REA ambao ule mradi ulikuwa chini ya halmashauri husika. Na kwa sasa hizo taa, pamoja na kwamba zimewekwa na mradi wa REA chini ya halmashauri husika, lakini kwa sababu ziko kwenye barabara zetu, maanake sisi ndio tunapaswa kuzifanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama mkoa wa TARURA, kwa upande wa taa zilizokuwa kwenye barabara zetu, tumeshafanya mawasiliano na TEMESA waweze kukagua taa zote, kwa sababu tuna jumla ya taa 310 mbovu. Geita, wilaya Geita tuna taa 184. Chato tuna taa 82 mbovu. Kwa hiyo tuna jumla ya taa 310. Kwa hiyo tumeshafanya mawasiliano na TEMESA waweze kuzikagua. Wakishamaliza kukagua, tujue kuna zingine za kuondoa kuweka mpya, kuna zingine za kuzikarabati. Kwa hiyo tukishapata ile tathmini ya gharama, tuanze kuzifanyia kazi, lakini sisi tumeshaanza kuziweka kwenye bajeti kwa ajili ya kuzifanyia matengenezo. Kwa upande wa barabara ambazo hazina taa, tunaendelea kuziweka kwenye bajeti, lakini zile barabara zote za lami lazima tuweke component ya taa. Tunatambua umuhimu wa taa kiusalama, lakini pia kiuchumi. Kwa hiyo kwa barabara zote za lami tunazojenga tunahakikisha tunaweka taa. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens.